Leo tunakupeleka katika eneo la Irambi Katana wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa muungano wa M23 wakishirikiana na AFC. Wakati huo huo, kifo cha raia mmoja na madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vimezua hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Tufuatilie habari hiyo kwa ukamili. Mapigano makali yaliendelea tangu majira ya asubuhi ya siku ya Jumamosi tarehe mosi Agosti katika kijiji cha Chirehe kilichoko ndani ya kijiji cha Kabushwe kwenye kundi la Irambi Katana wilayani Kabare katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mjibu wa vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa Wazalendo walikabiliana na waasi wa muungano wa M23 katika mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa. Milio risasi nzito na nyepesi ilisikika katika maeneo mbalimbali, hali iliyolazimu wakaaji wengi kuacha makazi yao na kukimbilia Katana Centre wakihofia usalama wao. Mashuhuda wanasema wanawake, watoto na wazee walionekana wakiondoka haraka huku wakibeba mizigo michache walioweza kuokoa. Baadhi yao walieleza kuwa walikimbia bila kujua watarudi lini kutokana na hali ya vita kuendelea kutawala katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa M23 waliondoka katika nafasi zao za Lusheshe na kuelekea eneo la Chirehe. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa walionekana ndani ya makazi ya raia, jambo ambalo limeongoza wasiwasi miongoni mwa wananchi wanaohofia usalama wao wakati wa mapigano yakiendelea. Wakati mapigano hayo yakiendelea, tukio jingine lilizua huzuni likitokea katika kijiji cha Kabamba. Raia mmoja alifahamika kwa jina la Bishweka Pedri alipoteza maisha kwa kupigwa risasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakaaji wa eneo hilo, tukio hilo lilitokea baada ya shughuli za usafi wa jamii zinazojulikana kama msako. Vyanzo hivyo vinadai kuwa mtu mwenye silaha anayehusishwa na muungano wa M23 ndiye aliyefyatua risasi zilizomuua raia huyo. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na chanzo kilicho huru. Kifo hicho kimeibua huzuni na hasira miongoni mwa wakaaji wa Kabamba na maeneo ya jirani. Wengi wanaeleza kuwa maisha ya raia yameendelea kuwa hatarini kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kushuhudiwa katika shughuli mbalimbali za Irambi Katana. Mashirika ya kiraia yamefuatilia hali ya usalama na haki za binadamu, yameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa vitendo vinavyodaiwa kuwa ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu na za wananchi. Kwa mujibu wa mashirika hayo, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa za mauaji ya raia, kukamatwa kiholela kwa baadhi ya wakaaji pamoja na matukio mengine yanayozidi kutia hofu katika jamii. Mashirika hayo yanatoa wito kwa pande zote mbili zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu sheria za kimataifa zinazolinda raia wakati wa mapigano. Pia yameomba hatua zichukuliwe ili kuhakikisha wananchi wanalindwa na wanapatikana kuhusika na vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Irambi Katana inaendelea kuwa ya wasiwasi. Wakazi wengi wamehama makazi yao wakitafuta maeneo salama, huku wakihitaji msaada wa kibinadamu, lakini bado haijafahamika idadi kamili ya watu waliokimbia wala kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu mwenendo wa mapigano hayo, huku wananchi wakisubiri kurejea kwa hali ya utulivu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku. Kivu News M4 itaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya hali hii na kuwajulisha wasikilizaji pindi taarifa mpya zitakapopatikana.
Tunaelekea mjini Beni mkoani Kivu Kaskazini ambako hali ya taharuki imeripotiwa baada ya familia moja kupinga mgonjwa anayeshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola kupelekwa kwa matibabu. Tukio hilo lilisababisha mamlaka za usalama kuingilia kati ili kurejesha utulivu. Hali ya taharuki imeshuhudiwa siku ya Jumamosi katika eneo la Muloku, mtaa wa Cité Belge mjini Beni baada ya familia moja kukataa kuruhusu wahudumu wa afya kuchukua ndugu yao aliyekuwa akishukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa taarifa zilizopatikana, mgonjwa huyo alikuwa katika kituo cha afya cha La Joie ambako wahudumu wa afya walitaka kumhamishia kwenye kituo kinachofaa kwa uchunguzi wa matibabu maalumu. Hata hivyo, familia yake ilipinga hatua hiyo, jambo lililosababisha mvutano kati ya ndugu wa mgonjwa na timu ya madaktari. Mvutano huo ulivutia wakaaji wengi wa eneo hilo na kuzua taharuki. Baadhi ya wananchi walihofia kwamba kucheleweshwa kwa huduma kwa mgonjwa anayeshukiwa kuwa na Ebola kunaweza kuongeza hatari kwa maambukizi ikiwa kweli mgonjwa huyo anathibitishwa kuwa ana ugonjwa huo wa Ebola. Kutokana na hali hiyo, askari wa jeshi la polisi wa taifa la Kongo pamoja na wanajeshi wa FARDC waliwasili eneo la tukio kwa lengo la kurejesha utulivu na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kutekeleza majukumu yao katika mazingira yenye kuwa salama. Baada ya vikosi vya usalama kuingilia kati, hali ilianza kutulia, ingawa mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hatima ya mgonjwa huyo wala kama alihamishiwa katika kituo maalumu cha matibabu. Tukio hilo linakuja wakati mamlaka za afya zinaendelea kuhimiza wananchi kushirikiana na wahudumu wa afya kila wanapokuwa na mtu anayeshukiwa kuwa ana dalili za Ebola. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa kugundua ugonjwa mapema na kuweka mgonjwa chini ya uangalizi wa kitabibu ni hatua muhimu katika kuzuia kuenea kwa maambukizi. Mamlaka pia zinawahimiza wananchi kuepuka kutoa taarifa zisizothibitishwa na badala yake kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya ili kulinda maisha ya wagonjwa na familia zao na jamii kwa ujumla. Kivu News Info itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo na kuwafahamisha wasikilizaji wake mara tu taarifa rasmi zitakapopatikana.